wetu Nabii Muhammadin alayhi salatu wassalam. Uislamu nataraji kwamba kila mmoja katika sisi anajua kwamba tumo ndani ya mwezi wa Rajab, ambapo mwezi wa Rajab ni katika ashhurul hurum, ni katika ile miezi mheshimiwa, ni katika ile miezi ambayo imetauliwa. Idadi ya miezi ni 12, ila moja afahamu hilo. Katika hiyo miezi 12 kuna hiyo miezi minne, ukiwemo huu wa Rajab. Cha kufanywa ni kila zuri ambalo litakukurubisha wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufunge na tufunge, ndio sadaka itolewe na itolewe, watu watembeleane, wazuriane katika kheri, wafanye hivyo. Ni katika thawabu tele, ni katika thawabu nyingi sana tukiwa ndani ya mwezi wetu huu wa Rajab. Ikiwa hii ni Jumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, tuseme nini? Tunaelezea jambo kubwa kabisa la amana. Na amana hili iko sampuli nyingi. Watu wanajua amana kwamba ni kile tu kitu ambacho cha mtu aliwabia, mtu amekupatia kitu niwekee, huamkuliwa amana, ndiyo. Lakini kuna amana kubwa sana ambayo hiyo ndiyo tutakayoanza nayo, kisha baadaye zifuatie hizi nyingine. Ndani ya Al-Qur'anul Karim ukisoma utaona pale kwenye sura ya 33 ambayo ni Al-Ahzab, aya ya 72, kila mmoja hapa amehifadhi. Allah atuambia baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Aya hii Waislamu wapendwa, tutaweza kuona ndani yake namna gani kwenye masaili haya ya amana, na hasa tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, lazima watu waweze kuzitekeleza amana, lazima watu wajisafishe, lazima watu wajiandae. Allah eleza kwamba tumeionyesha ile amana, tumeidhihirisha amana juu ya mbingu na ardhi na majabali, lakini vilishindwa kustahamili kuichukua amana hiyo, kuibeba amana hiyo. Wanazuoni wanasema kule kukataa fa abaina an yahmilnaha sio kukataa kwa Ibilisi, ile aba an yakuna minasajidin, sio hivyo. Vilishinda na uzito ambao upatikaniwa ndani ya amana kama hiyo, vilishindwa na majukumu makubwa ambayo yamo ndani ya amana hiyo. Basi baada ya kwamba mbingu na ardhi zilishindwa, majabali yalishindwa, na hivi ni viumbe vya Mungu vyenye uzito mkubwa sana wa nguvu kuliko mimi na wewe. La ajabu ni kwamba binadamu ambaye ni mdhaifu, binadamu ambaye hana nguvu zozote kushinda jabal, binadamu ambaye hana nguvu zozote kushinda mbingu, binadamu ambaye hana nguvu yoyote kushinda ardhi, yeye akabeba akaichukua amana hiyo. Waislamu wapendwa, na binadamu ni mimi na wewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya aya akamalizia kusema, hakika wewe binadamu huyo ni kudhulumu sana huyo, bismillah, innahu kana dhaluman, ana dhulma kubwa, jahulan, ni mjinga sana. Je, ni mjinga kwa kule kutokuchukua amana au kwa kule kuchukua amana? Hapana, ni mjinga sana, ni mwenye kudhulumu nafsi yake sana kwa kule kutotekeleza yaliyomo ndani ya amana kama hiyo. Ujinga wake ndio huo, achukua kitu ambacho hataweza kukitekeleza. Dharau nyingi atazipeana, atazipatikana ndani yake.
udhaifu mingi utapatikana ndani yake. Ndio innahu kana dhaluman jahula. Amana, unazuoni wasema ni amana ipi hii? Al-Imam Fakhru Razi na wengine wasema shari'ullah ni zile sheria za Mwenyezi Mungu. Sheria za Mwenyezi Mungu ndio amana kubwa, Waislamu wapendwa. Na akauliza pale akasema, sheria hii mbona huamkuliwa kwa sumia, limadha sumia amana? Mbona hii sheria ndio huamkuliwa amana? Akasema naam, kwa sababu man kafara fihi fa alayhi al-gharama wa man wafara falahu al-karama. Yule ambaye ataipunguza, hataitekeleza kisawasawa amana kama hii, basi ataigharamikia mtu huyo. Na yule ambaye ataitekeleza sawa sawa, ataifanyia haki yake amana hii, falahu al-karama, anao utukufu hapa duniani na anao utukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Amana hii, Waislamu, amana hii ni kubwa sana. Ukiangalia wanazuoni wasema al-amana thalathatu aqsam, wamezigawanya amana vigawanyo vitatu. Cha kwanza wakasema ibadatullah, ibada za Mwenyezi Mungu ni amana tena kubwa. Wakasema ya pili ni'matullah, neema za Mwenyezi Mungu ni katika amana kubwa. Tatu wakasema huququl ibadi, haki za waja, ambapo ndio hii nasema aghlabia watu wengi wanajua kwamba hii ndio amana hii ya kuchukua kitu cha mtu hii. Lakini angalia hii ya kwanza, hii ya kwanza ibadatullah, ibada za Mwenyezi Mungu ndio sheria kubwa. Na ndio mwisho wa aya ikasema kwamba binadamu atakuwa na dhulma kubwa sana, atakuwa ni mjinga sana kwa kuto kuitekeleza. Na leo hii kunao miongoni mwa waja wa Mungu kukanusha sheria za Mungu, hawazifuati sheria za Mungu, wakiwemo makafiri. Sio wahamal halisani, kafiri ndio leo analazimishwa kwenye furuu zile baadhi ya sheria au sheria zote anaambiwa azifanye, lakini akija kuswali haitosihi swala yake. Lakini je, pale nje ni leo naja msikitini nimwambie twende, mwambie twende, na akija kuswali haisihi, vile amekanusha, moyo wake hanao shahada, hajaamini Allah subhanahu wa ta'ala. Je, mimi na wewe leo ambao ndio tumechukua amana kama hii, tujitizame sisi na ibada za Mwenyezi Mungu, tuko vipi sisi na sheria za Mwenyezi Mungu? Ibada hiyo viumbe vilikataa, na ndio mlifati ahadi kubwa kwa binadamu. Leo hii tukijiangalia sisi na ibada, subhanallah, tunao nukuswan nyingi sana, hatuwezi kuzitekeleza ibada. Ndio leo utamshangaa binadamu anakuwa mvivu sana kwenye ibada. Na ndio amana hiyo, amana kubwa sana. Swala tano ni amana kubwa sana. Kashangaa wewe, ndio Uislamu. Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema la imana liman la amanata lahu, kisha wala dina liman la ahada lahu. Haya tutaangalia kwa mukhtasari sana kwa bila wakati. Mtume asema hana imani mtu ambaye hana ile uaminifu wa kutekeleza ahadi, anaambiwa hana imani. Ina maana kumbe yeyote anayetekeleza ahadi, yeyote anayetekeleza ile amana ile, huamkuliwa kwamba huyu ndio mwenye imani. Ukimwona leo mtu anaishi tu haswali, hatekelezi hii amana, hatuwezi kusema kwamba fulani ana imani. Jamani, hana imani. Kama ana imani angekuja hapa aswali. Mtume atuambie kwamba hana imani ambaye amana hii haiwezi kuitekeleza, kisha asema wala hana dini mtu asiyetekeleza ahadi. Na hii ni mada ambayo ishapita siku za nyuma. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tekeleza ahadi bwana, ahadi mas'ul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio yale mambo 20 ambayo kama 21 takriban Nabii Muhammad akimuhusia Muadh bin Jabal. La nne ndio hii mas'al adil amana wa adai amana. Usika ya Muadh bi adai amana, tekeleza amana.
na akiambiwa yeye peke yake, na mimi na wewe na mwingine. Kwa hiyo imani hii, kumwamini Mwenyezi Mungu, leo hii tumekosekana. Kuna watu leo duniani Waislamu wanaoshaka na Mungu kabisa, wanashaka na Mungu. Sasa wewe zakaa mahala ukaona watu labda kukusema sana, ikafikia hadi kusema mbona hawa wananisema sana hawa. Usisikitike kwa hilo bwana. Mungu mwenyewe aliyewaumba hawamwamini Mungu, hawatekelezi Mungu aliyosema. La imani katika nini? Kumwamini Mwenyezi Mungu. Utakuwa huna wewe kama utekelezi hiyo amana. Malaika wa Mungu utawaamini vipi wewe? Vitabu vya Mungu utaamini vipi? Siku ya mwisho namna gani? Kadari namna gani? Una imani, haya yote yatakosekana. Tunapoishi katika dunia ya mapendwa, lazima jambo kama hili haswa la ibadati za Mwenyezi Mungu. Ndio naona anatuambia hizo aqsamun, amana. Kwanza ibadatullah, ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ufungue tangu hapo kwamba je, mtaniamini mimi? Kumwamini Mwenyezi Mungu ni kufuata maamrisho yake, kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko mbali, leo ni msimu, huenda hadi msimu funguo 3 tunaingia na imani, kuna hija. Ikifika Ramadhani wanasema tunafunga. Hili linatakiwa ndani ya maisha yote ya binadamu aishi nayo ili asiikose imani yake. Leo hii ukija hiki kipindi cha pili hiki ni'matullah, wanasema miongoni mwa aqsamu la amana, asema neema za Mungu. Neema za Mungu ziko nyingi sana. Leo asamu amana, kusikia ni amana, walbasaru amana, na kuona ni amana, warijlu amana, na wanasema al-a'dha'u kulluha amana. Viungo vyote vya binadamu ni amana. Sasa viungo hivi ukiangalia, mfano asamu, jicho tu peke yake, amana hii waifanyia kazi Waislamu. Unaangalia ambayo yanaruhusiwa kuangaliwa, amana hii ya jicho peke yake. Unaangalia Al-Qur'an Al-Karim, unaangalia ma-CD leo, ma-TV, mawaidha ya dini, ili utekeleze amana hii ya jicho, amana kubwa hii. Amana kusikia, usema wapendwa, leo kuna watu leo hawasikii, wanatamani wasikie. Kuna watu leo hawaoni, wanatamani waone. Kuna watu leo wana matumbo yenyewe ndio alwaayu, lakini hawezi kula mpira tena kutishiwe. Hakika neema hizi ni neema ambazo huwezi kuangalia na kuzimaliza moja baada ya moja. Na leo tunaishi hapa duniani, Waislamu tumejisahau. Amana sio ile tu senti za mtu. Amana ni kama viungo vyako ni amana bwana, usikivu wako ni amana bwana, miguu yako ni amana. Waipeleka wapi miguu? Leo kuna maingapi nyingi mtu haendi bwana, miguu haipeleki, ataileta msikitini, lakini kile mambo ya sabaha lala, yale mambo safi, mambo ambayo hayana maana, mtu huenda bwana amesimama. Mfano kama ni mpira sikwambii ni ujinga, lakini mpira masaa kadhaa, dakika 90 anaangalia kwa kusimama bila kuchoka. Lakini mahala kuna mawaidha ayasikie na ayaone. Wakati kusikia ni amana, kuona ni amana. Dakika 20 tayari amechoka, akitumaa, mara huyo anaamka aenda zake, sema pendwa, eti amechoka. Lakini kwenye dakika 90 saa nyingine za mpira, huyo hana wasiwasi, amesimama tena, angalia kwa kioo tu, wanaocheza kwa mbali kabisa, mara mpige huyu gumi, atakwamba hakaza amana. Ili tusalimike duniani hapa, tuvifanyie kazi viungo vyetu katika yale ambayo tumeamrishwa. Ndio 3 sasa wanasema vigawio vya amana, ndio hukukul insani am hukukul ibadi, zile haki za waja. Ndio hapo unapata ndani ya Al-Qur'an Karim Allah asema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu azza wa jalla anawaamrisha nyinyi, aniamrisha mimi na wewe kutekeleza amana, kwa wenye amana. Sasa hapa iko akasamu. Sasa ile wadai, naam, kitu cha mtu unacho, mpe amana yake, mpe kitu chake.
Na hii pia kwa watu wengine, aweka amana ya mtu kisha huyo sasa imepotea, kumbe ameficha, anapata dhambi, hatekelezi amana. Na Mtume asemaje? Adil amanata ila man itamanaka wala tahun man khanaka. Masaili hayo ya kutekeleza amana ndio yeye Nabii Muhammad mwenyewe umuone wakati watoka Maka yuwagura aweze kumwacha Sidina Ali kwa ajili ya mengi aliyomwamrisha pale, lakini ikiwemo kurejesha amana ambazo Mtume alikuwa anakaa nazo. Na hii ni heshima kwa kila mwaminifu, na hii ni heshima, ni daraja kwa kila aliyebarikiwa. Mtume ni mwaminifu, Mtume ni mheshimiwa, Mtume ni aliyebarikiwa. Akamwambia Sidina Ali, baki hapa, hii ni ya fulani akija, na hii ni ya fulani, na hii ni ya fulani, na hii ni ya fulani. Je, mimi na wewe leo msogemo tu bahati mbaya hapa utokee, sije kuna vifujo na unao senti kidogo za mtu fulani, amana zake huenda ukazipatiliza pale kwa madai nimetolewa bila kutaka. Lakini angalia Nabii Muhammad kama kiongozi wetu anaweza kuchukua majukumu kama haya ya utekelezaji wa amana. Kigawo cha tatu walichozungumzia na chuoni, hukuku la ibadi, haki za waja. Na pia nazoni wakasema kwamba innal ahla wal aulada amana, asema familia yako, watoto wako ni amana, lazima ujibidiishe kuwalea malezi mazuri ili usije ukapata mateso siku ya Kiyama. Na kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja wetu ni mchunga na ataenda kuuliza uchunga wake. Lao mtu ungejua uzito wa uchunga wa amana ya watoto, huenda usingekimbilia kuoa wewe, lakini utakimbilia kuoa kwa ajili walenga raha. Baada ya kushapata familia kama hizi, usihepe ndugu yangu, ni majukumu mazito haya ambayo siku ya Kiyama utaulizwa. Amana hii leo ni wangapi na wangapi hasa leo wamepoteza akhlaki, wamepoteza tabia njema, wanachana nazo kabisa. Juzi katika safari tuona watu ambao wanazurura kwa barabara, unajiuliza, je, hawa hawana wazazi? Wazazi wao hivi hawafahamu kwamba hawa kwao ni majukumu? Hivi hawafahamu kwamba hawa kwao ni masuuli? Hivi hawafahamu kwamba hawa kwao ni amana? Kisha jioni eti aje kwako na hivyo alivyo umpokee wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Waislamu tujitahidini sana kuweza kuitekeleza amana kama hii katika maisha yetu. Leo nimeelezea amana mbili kwa mukhtasari. Amana ya kwanza ambayo ndio kubwa wala humaliziki ni amana ya sheria za Mwenyezi Mungu. Swala ni amana, kila mmoja aswali, si tajiri, si maskini, si mkubwa, si mdogo. Zaka amana, saumu amana, hija amana. Yote haya ni mambo ambayo tuweze kuyatekeleza. Ya pili, hii amana hasa baina yetu mimi na wewe, si na kitu cha mtu, hakikisha tulinde vizuri, ikihitajika weza kumpatia. Naamini Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuhurumia tukiwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Rajab, tuweze kufanya mazuri na tuepukane na yale ambayo kwamba sio mazuri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran lakum.